siku moja niliwahi kusema kuwa sijaona mwana wa chuoni hapa Mombasa, sijaona mwana wa chuoni Mombasa. Kukapigwa kelele nyingi sana, hata wale wanaojinasibisha na sunna pia, hata ahli sunna hakuna wanaovioni, ni tulab alilm wanaolingania katika sunna na kujibidiisha kuwakaribisha watu katika sunna za Mtume sallam. Lakini mtu anayeitwa alim hakuna Mombasa yetu, wala mtu asitudanganye mwana wa chuoni mkubwa. Nyinyi mwaelewa maana ya alim? Ngoja nikueleze mfano wa mtu kisha unionyeshe mfano wake hapa Mombasa. Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, yule alim, nionyeshe mmoja kama mfano wake hapa Mombasa. Tuseme huyu mkubwa sana Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen, ama Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Hebu tuonyesheni mmoja tu huku kwetu huku, hata kwa kidogo kidogo akaribia kuitwa mwana wa chuoni kwenye safu za hao watu. Inawezekana kweli? Sasa huku kuitana majahil kunani? Kunani kumuita mwenzako wewe jahil? Kwenye redio, idhaa moja ya redio hapa ikazungumzwa hivi, yakazungumzwa maneno ya kipuzi kuwa hawa wanaosomesha hata juzu amma hawajahifadhi, maneno kama haya ya kejeli. Lakini sisi turudi pale pale kusema kuwa ikiwa mtafikia kusema wenzenu majahil, mtaumbuka. Kwa sababu kwa hiyo Qur'ani mwajua nani wanaojua zaidi kuisoma hiyo Qur'ani mnaohitaji, na kwa elimu wajulikana nani ambao wasomesha ilmu na nani wanaofanya mchezo na hii dini. Hao wanaofanya mzaha na hii dini, wakati umma uko na njaa na ilmu, umma watu wafa katika jahal na shirk na bid'a, watu wamekaa kimya. Watu wakasimama kuwasomesha watu sunna, kuwasomesha watu tauhid, kuwatahadharisha kutokana na bid'a na shirk. Asimame mtu aseme yule jahili yule, ramatni bidaiha wansallat. Warabu wanamsema sema ramatni bidaiha wansallat, kile unachomtupia mwenzako unacho mwenyewe. Kile kidole kimoja unaokinyosha kwa watu wa sunna, kuna vinne vya kuelekea wewe. Sasa jiangalie vizuri. Kwa hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ikifikia wakati pia hili jambo watu watasimama kidete kulipinga, ndio mujue ile shari iliyoko kwa baadhi ya watu kwa sababu ya kukhalifu mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunataka khairi, wallahi khairi iko katika kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna khairi isipokuwa ametuongoza tuifuate. Tunataka shari, basi tukhalifu aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ile shari tutaiona na bado hatujaona kitu, wallahu musta'an. Huu ni mfano mmoja wa sunna ambao watu wakifuata wataiona khairi. Leo tulalamika kuwa mbona hatuna nusra sisi, mbona sisi ni madhaifu. Ukiangalia chanzo na sababu kubwa ambao watu wengi hawaioni ni kuacha yale aliyotufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuyatabikisha katika maisha yetu. Ndio Mtume sallam aliposema katika ile hadithi ya kueleza chanzo cha udhaifu wa umma na udhalidifu wa umma, akasema la yanzi'uhu sallallahu alaihim dhullan la yanzi'uhu, hawaondolei huo udhalilifu hatta yarji'u ila dinihi, mpaka watakaporejea katika dini yao. Siku ile watu watakubali kurudi katika dini ya Allah, basi izza itakuja. Na kurudi katika dini ya Allah ni kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usidharau chochote katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, usidharau. Kile unachoweza kufanya fanya, kile ambacho kimekushinda fattaqullaha mastata'tum, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Lakini usishindwe na jambo kulifanya ukaanza kulikejeli na kulizungumza vibaya,
wakati aliyelisema ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na jambo la kushangaza ni kule kukosa ghera. Yani lau kama kwa mfano mmoja wetu akazungumziwa yeye, basi aweza kuwaka moto kwa hasira. Lakini hapa kwa fanyiwa kejeli hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu hata habari hawana, wala nyoyo zao hazitikisiki kwa ghadhabu kuwa yazungumzwa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa anayekusudiwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nitawapa mfano mmoja nimalizie. Ilikuwa makusudio nisome na hadithi moja tena, kinaona wakati umesonga. Wakati huo huo ilivyokuwa watu wa sunna wakisomesha hii sunna na wakingangana na watu wa bid'a wakipinga hili jambo, wamekuja watu wanaojinasibisha na sunna pia wao. So sisi pia watu wa sunna. Wakawa wana kongamano ulifanya pale uwanda wa Makadara. Mmoja uwanda wa Makadara. Ilikuwa kila Ramadhani pale kukifanywa kama kongamano la kuzungumziwa yale yanayofungamana na mwezi wa Ramadhani. Kisha likaulizwa swali la fungamana na hii hadithi leo tulioisoma sasa hivi, kuhusu kuwa jua likitua twaweza kufuturu kabla ya adhana kuadhiniwa. Jamaa akajibu kwa kejeli, kwa madharau tu. Yule bwana aliyeuliza lile swali ndio amenieleza hiki kisa. Yani yule muulizaji yule sahibi yangu mmoja kamwambia kuna hadithi ya Abdullah bin Abi Aufa katika mojawapo wa riwaya zake, ni kwa huyu sahaba sema, lau kama mmoja wetu angepanda juu ya ngamia angeliliona lile jua na Mtume sallama amefuturu. Wasemaje kuhusu hadithi hiyo? Akasema kwa kejeli, itabidi tutafute ngamia Mombasa tuwaweke, kisha tupande juu ya ngamia tukitafuta jua. Maneno kama hayo. Kisha umma pale uliohudhuria wakaanza kucheka. Hawajui wacheka nini? Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yadhhakun. Wallahi limetokea hapa Mombasa, hapa kwa Makadara. Ile bwana ni ammi jazakallahu khairan, faghadhiba, akakasirika na lile jawabu lilotolewa dhidi ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia yule bwana, umemaliza bwana, wewe hukunijibu swali. Wewe ulikuwa unataka kufurahisha wanawake, sababu kuna wanawake wamehudhuria, waonyesha wewe shekhe lavaboy, umekuja kuwafurahisha wanawake, basi washafurahi. Ikiwa lengo lako liko kuwafurahisha wanawake katika kufanya istihza na dini ya Allah na sunna ya Mtume sallam, na hao ndio wale wanaonyosha vidole wakisema wale majahil, fakabbiru ani da'wati arba'an. Ikiwa hao ndio walinganizi wa Mombasa wanaopewa maredio kuzungumza, basi tupige takbira 4 kwa da'wa. Hakuna da'wa ikiwa hao ndio maduati wanaofanya istihza na sunna Mtume sallam. Sasa wakisimama waliona ghera na sunna ya Mtume sallam, wakajibu vidole vya nyosho kwamba waona wale wasengenya watu, wale kazi yao kuzungumza watu tu, na wale kazi yao kumzungumza mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kumzungumza Mtume Muhammad sallam ukatarajia sisi tukunyamazie, tufunge mkono hivi tukuangalie tu, labda tufe. Lakini hawezi zungumza Mtume Muhammad sallam akafanywa istihza na kejeli, kisha na wewe ukakaa ukanyamaza. Anta shaytanun akhras, utageuka kuwa wewe ni shetani bubu, huna ghera, bali utaitwa dayuth. Una diatha juu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na udayuth huu ni mbaya zaidi kuliko ule udayuthi wa mtu kutoona vibaya kwa shari na uovu unaofanyika kwa mke wake ama dada yake ama mtu wake wa karibu katika wanawake.
hakuna udayuthi mbaya kama udayuthi katika dini ya Allah. Mtu akaona dini ya Allah yachefuliwa alafu hana ghera, maa salama. Kwa hiyo hii ni sunna ya Mtume sallam, na maneno ya wanavyuoni yako wazi katika kufuata sunna hii ya Mtume sallam. Asiiwache Muislamu kwa maneno yanayofanya kejeli, wacha wafanye kejeli. Maadamu una nas qala Allah qala rasuluhu, alhamdulillah, fuata na uko katika haki na Allah atakunusuru kwa hilo. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.